taifa la Israeli walikuwa wanajiona wenyewe ni taifa special. Hata wakifanya chochote, jina ambalo libarikiwe sana. Kwamba hawezi kufanya kitu, ni taifa special sana ambalo Mungu amefanya, amelilizia, ambalo Mungu amelikubali katikati ya mataifa duniani. Taifa la Israeli, jina ambalo libarikiwe sana, lilikuwa ni nini? Ni taifa ambalo Mungu alilipenda, akalichagua. Kwa hiyo watu wakaanza kufanya kujivuna, wakaanza kufanya dhambi kwamba kwa kujivunia wao ni taifa nini? Special. Ndio kama uelewa. Wewe ni taifa special. Jina ambalo libarikiwe sana. Haleluya. Mwambie jirani yako wewe ni taifa special. Lakini usijivunie hilo taifa special kwa kutenda nini? Mabaya. Haleluya. Anasema Mungu akupenda baadhi yao, Mungu akupendezwa nao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwamba mimi nimeokoka, basi niendelee tu kufanya dhambi, jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema wengi Mungu aliwaua wapi? Jangwani. Kwa sababu ya nini? Ya uovu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema mambo yote haya yaliyofanyika, anasema ilikuwa ni nini? Ni mifano ili sisi tusiingie kwenye nini? Tusitende mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu wengine hapa tunatakiwa tuishi kwenye maisha. Kwa nini? Kwa mifano. Wao unaona kabisa. Jina ambalo libarikiwe sana. Wengine wana historia, si ndio? Wengine wana historia za wazazi wao. Namna vifo vilivyotokea kwa wazazi wao. Wengine walikufa kwa magonjwa ya ukimwi. Na wewe bado hizo unazo, baba yako au mama yako alikufa kwa ajili ya nini? Na magonjwa ya ukimwi. Na wewe unaona njia ambayo baba yako au mama yako ilimuondoa duniani. Na wewe bado unaifuata hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo mengine tunajifunza kwa nini jamani? Kwa mifano. Mtu mmoja peke yake ambaye alikuwa na Mungu wa kumwangalia, ambaye ni nani? Adam peke yake. Na ndio maana alifanya kosa. Alikuwa ana mtu wa kufanya wa kujifunza naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndio alikuwa mwanadamu wa kwanza. Lakini wewe hakuna kosa ambalo unalifanya leo ambalo mtu yoyote kwenye familia yako hajalifanya, ambalo mtu yoyote kazini kwako hajalifanya, ambalo mtu yoyote sehemu yoyote hajalifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunayaona hayo makosa. Tunaona watu wanaanguka. Jina ambalo libarikiwe sana. Haleluya. Kuna watu wanaanguka kwenye maeneo mbalimbali. Kuna watu wengine matumizi yao ya fedha ni mabaya. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ona babako historia yake ilikuwa ni hivi. Jina ambalo libarikiwe sana. Kwamba ni mtu ambaye alikuwa na pesa. Amina, amina. Mwisho wa siku yule mtu amefanya nini? Amefilisika. Ana nini? Ana nini? Ana nini? Wewe na wewe unataka kifo ambacho alichokufa baba yako na wewe unacho. Jina ambalo libarikiwe sana. Alipoanguka baba yako, wewe upate sehemu ya kujifunzia. Hapo mahali sio mimi pa kuanguka. Mimi nitapambana katika jina la Yesu. Amina, amina. Haleluya. Kama kuna uzembe wote, kuna mtu alifanya, wewe jifunze, chukua hiyo nini? Chukua hiyo kama somo kwenye maisha yako. Ili wewe usifanye nini? Usianguke. Amina hapo Mungu. Amen. Tunaelewana jamani? Amen. Yaani kuna mambo mengine jamani yameshafanyika kwenye maisha yetu. Amina. Yamefanyika na watu wengine. Hebu tujifunze. Amina, amina. Mnasikia watu wanafilisika. Watu wanafilisika, wanarudi chini kabisa. Na wewe unataka urudi chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Angalia mwenzangu alikosea wapi. Amina, amina. Ili ufanye vizuri zaidi. Wewe unajua kabisa na Adam alikuwa ana mtangulizi alikuwa ni yeye mwenyewe. Amina. Lakini wewe unaona mwenzako amekula mweleka pale. Jina ambalo libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nao unataka kula mweleke pale. Kumbe mtu alikuwa kwa sababu una mtu mtangulizi, kuna mtu amekula mweleka pale. Wewe unataka kutembea kwa nini? Kwa uangalifu. Amina, amina. Sehemu ambayo alianguka yeye, wewe usifanye nini? Usianguke. Kwa sababu wewe una nini jamani? Una mfano wa mtu wa kumfuata. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna watu